unasumbuliwa na ngozi kuwasha, zingatia haya, yatakusaidia. Daktari, Citizen imeshindwa kabisa kupooza ngozi yangu kuwashwa, na nimeshatumia sindano za allergy lakini bado. Umeona daktari, mpaka ngozi yangu. Oh Jesus. Umeona? Inababuka mpaka nahofia kuja kupata kansa. Umeniona daktari? Niangalie vizuri, umeona? Hapana, ni ugonjwa unaweza kutokea lakini si ishara ya kansa. Unaweza kuwa na msongo wa sumu katika damu pamoja na upungufu wa vitamin pamoja na madini. Mbali na kujikuna daktari, napitia maumivu makali sana wakati wa hedhi. Nashindwa kulala usiku, sipati usingizi, joints zinaniuma. Hivi chanzo kinaweza kuwa kimoja daktari? Usihofu, mzizi wa tatizo unaweza kuwa ni mmoja na maradhi ya mcharuko ndani ya mwili wako. Muda mwingine msongo wa sumu ulioko ndani ya mwili wako hujaribu kujitafsiri au kujipambanua kupitia viungo vya mwili wako. Sasa kwa kawaida ngozi ina tabaka 3, na tabaka hizo kuna epidermis ambayo ni tabaka la juu kabisa, kuna dermis ambayo ni tabaka la kati, na pia kuna hypodermis ambalo ni tabaka la chini ya ngozi. Katika layer ya pili ambayo ni dermis, huwa kuna tezi za mafuta ambazo huzalishwa na hupitia katika vitundu vidogo vidogo vya vinyweleo ambazo husaidia sana ngozi yako isikauke. Hivyo basi, mfumo mzima wa kwenye dermis unapovurugika husababisha ngozi yako ikauke na kukuhatarishia wewe kupata kitu kinachoitwa pumu ya ngozi. Na hivi ni vihatarishi 7 vya pumu ya ngozi. Save video hii kwa sababu namba 7 inakuhusu zaidi. Kuna watu asili ya ngozi zao huwa ni kavu. Hivyo wapo hatarini kupata pumu ya ngozi, hasa wanapobadilisha mazingira kwenda kwenye mikoa yenye baridi kali au joto kali. Vipodozi vikali huua tabaka la juu la ngozi, ndipo ngozi huathirika na kuanza kuwasha. Matumizi ya vipodozi vikali mfano serum, sabuni, lotion, tubes na kadhalika, hivi vyote kwa pamoja huathiri tabaka la juu la ngozi ambalo linaitwa epidermis. Mwili kuwa kwenye msongo wa sumu ambazo huitwa free radical. Sumu hizi hupatikana kwenye vyakula vya kukaanga, uvutaji sigara, uvutaji shisha, pia unywaji pombe. Hivi vyote huchangia mrundikano wa sumu katika damu zinazopelekea ngozi yako iathirike. Ngozi kuwa kavu au yenye mafuta, swala hili huratibiwa na homoni. Mfano, tezi ya thyroid iliyoko shingoni inapozalisha homoni kidogo huchangia ngozi yako kuwa kavu. Mwili kuwa na uwezo mdogo wa kutumia sukari au kuwa na ugonjwa wa kisukari, swala hili huathiri ngozi kwa ujumla. Mafuta yanayotokana na mbegu kama vile mafuta ya alizeti, pamba, soya na mahindi, mafuta haya yana utajiri mkubwa wa omega 6 kuliko omega 3 ambayo husababisha kuchochea kwa kuwashwa kwa ngozi. Na hiki ndicho kihatarishi kinachowagusa wengi.